Habari yako, uko vipi? Natumaini uko vyema. Mungu ameendelea kukujalia afya njema. Karibu sana katika Sauti ya Kitabu. Mimi ni Frank Vena 25 na leo tunaendelea na mwendelezo wa kitabu chetu cha Rich Dad and Poor Dad. Na leo ni part 4. Lakini ikiwa ni chapter 3 ya kitabu hichi pendwa cha Rich Dad and Poor Dad. Karibu sana, bila kupoteza wakati tuende katika sehemu ya kitabu hichi. Lakini kukumbusha wewe ambaye bado hujajiunga na Sauti ya Kitabu, unaweza ukabonyeza alama ya subscribe chini ya video hii, then kisha alama ya kengele, na utakuwa ukipata taarifa kila wakati ambapo tutakotokea upload video na pati mbalimbali za vitabu, tafsiri za vitabu kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Twende kazi. Wakati tukiendelea na mazungumzo na baba tajiri, alifundisha jambo moja kuhusu hisia za binadamu zinazochochea hasa kwenye maamuzi yetu ya kifedha. Alieleza kuwa kila mtu ama kila binadamu ana sehemu dhaifu kwenye roho yake ambayo inaweza ikashawishika hata kununuliwa, lakini pia kila mtu ana sehemu imara ya roho yake ambayo haiwezi kushawishika kirahisi ama kununuliwa. Swali lilikuwa ni ipi ya sehemu hizo zilikuwa na nguvu zaidi ya nyenzake. Siku hiyo tulipokea ofa ya $5 kwa saa kutoka kwa baba tajiri. Kiasi hicho kilionekana kikubwa na cha kustaajabisha kwa wakati huo, kwani hata wakubwa wengi hawakupata zaidi ya hicho mnamo mwaka 1956. Lakini ghafla tamaa zilianza kuwaka mioyoni mwetu, yaani kwangu na kwa rafiki yangu Mike. Kila mmoja wetu alikuwa na matamanio mengi ya kufanya kwa kutumia ile pesa. Baba tajiri alitusema kwa upole, watu wengi wanathamani kwa sababu ya hisia za kibinadamu ambazo zinajulikana kama hofu na tamaa pia. Kwanza, hofu ya kutokuwa na pesa inatuhamasisha kufanya kazi kwa bidii. Kisha tukipata mshahara ama pesa tunazozitarajia, tamaa au hamu ya vitu huanza kutuchochea kufikiri mambo mazuri ambayo pesa inaweza ikayanunua na kuyafanya. Na tunajiingiza katika system, yaani tunajiingiza katika mpangilio. Nilimuuliza baba tajiri, mpangilio gani? Alinijibu, mpangilio wa kuinuka kwenda kazini kwa ajili ya kulipa bili, madeni na majukumu ya hapa na pale. Maisha ya watu yanaendeshwa daima na hisia hizi mbili, hofu na tamaa. Ukiwapa pesa zaidi, wataendelea na mzunguko huo kwa kuongeza matumizi yao, na hii ndio ninayoita limitless, yaani mduara wa panya. Mike aliuliza, je, kuna njia nyingine? Yes, baba tajiri alijibu polepole. Lakini watu wachache sana ndio wanaiona. Alifundisha kuwa njia hiyo ni ya kujifunza kuwa huru na hisia zako, hasa za hofu na tamaa, badala ya kuwa mtumwa wa hisia hizo katika maisha. Baba tajiri alitupa mfano. Mtu anaposema ninahitaji kupata kazi, mara nyingi ni hofu inayofanya maamuzi. Lakini kama angeuliza, je, kazi hii ndio suluhisho bora kwa hofu yangu kwa muda mrefu? Nadhani angepata jibu tofauti kabisa, kwani kazi ni suluhisho la muda mfupi tu kwa tatizo la muda mrefu kwenye maisha yetu. Aliongeza kuwa elimu ya shule ni muhimu, lakini mara nyingi inakupeleka kwenye mtindo wa kazi kwa mshahara bila kufundisha jinsi ya kudhibiti pesa au hofu ya kutokuwa nayo. Baba tajiri anasema, najua kila mwanadamu ana hisia, lakini tunapaswa tujue kutumia akili kuziongoza hisia zetu na si hisia kuongoza akili zetu. Watu wengi tunakwama kwa sababu tunatumia hisia kuongoza maamuzi tunayofanya katika maisha yetu. Kwa maneno mengine, kazi sio suluhisho la kudumu. Ni hisia zetu zinazotuongoza kufanya kazi bila kufikiri. Kuweka akili zetu mbele ya hisia ni hatua moja ya kwanza kuelekea uhuru wa kifedha. Baba tajiri alisema, nasikia watu wakisema mambo kama, kweli kila mtu lazima afanye kazi, ninapenda kazi hii kwa sababu ni salama, lakini hakuna aliyewahi kujiuliza kuwa ni kitu gani anakosa katika kazi hiyo anaifanya. Pengine swali hilo lingevunja fikra za kihisia na kukupa muda wa kufikiri kwa uwazi na upana zaidi. Tulipokuwa tukirudi dukani, baba tajiri alieleza kwamba kweli matajiri hutengeneza pesa, lakini hawafanyi kazi kwa ajili ya pesa. Akaendelea kueleza kwamba wakati mimi na Mike tulipokuwa tukichonga sarafu za senti 5 kwa risasi tukizani tunatengeneza pesa, tulikuwa karibu sana kufikiri kama vile matajiri wanavyofikiria. Tatizo lilikuwa ni kwamba kuunda pesa ni jambo halali kwa serikali na mabenki, lakini ni kinyume cha sheria kwa sisi kufanya hivyo. Alituambia kuna njia halali za kutengeneza pesa kutokana na chochote kile. Baba tajiri aliendelea kueleza kwamba matajiri wanajua kuwa pesa ni dhana tu, sawa na karoti kwa punda. Ni kwa sababu ya hofu na tamaa ndio maana dhana ya pesa inashikiliwa na mabilioni ya watu wanaoamini kuwa pesa ni kitu halisi.
Sio kweli, pesa ni kitu cha kufikirika tu. Baba tajiri aliendelea kwa kusema, kwa mfano zamani, hasa karne ya 19 na mapema ya karne ya 20, Marekani na nchi nyingine walitumia mfumo unaoitwa gold standard. Yaani hii ilimaanisha kwamba kila dola ya Marekani ilikuwa ikiwakilisha kiasi fulani cha dhahabu halisi. Kwa mfano, ukiwa na dola zako benki, uliweza kwenda kuzibadilisha moja kwa moja na kuwa dhahabu. Lakini kwa kuwa si rahisi kila mtu kubeba dhahabu mfukoni, serikali ilitoa dola za karatasi kama vyeti vya kuonyesha kuwa unayo dhahabu imehifadhiwa benki. Kwa hiyo dola si mali yenyewe, bali ni kama risiti tu ya dhahabu iliyoko benki. Wakati fulani kulikuwa na uvumi kwamba Marekani itaacha mfumo huu, na ikitokea hivyo dola zitakuwa karatasi tu, hazina thamani inayoungwa mkono na dhahabu au fedha. Thamani yake inategemea tu imani ya watu kwa serikali na uchumi, si kitu halisi kama dhahabu. Tulipokuwa tukipanda gari lake dogo la mizigo nje ya duka lake dogo, baba tajiri alisema, endeleeni kufanya kazi wavulana, lakini kadri mtakavyosahau haraka kuhusu kuhitaji mshahara, ndivyo maisha yenu ya utu uzima yatakuwa rahisi zaidi. Endeleeni kutumia akili zenu, fanyeni kazi bure, na hivi karibuni akili zenu zitaonyesha njia za kutengeneza pesa ambazo mimi siwezi kuwahi kuwalipa. Mtaona mambo ambayo watu wengine hawaoni kamwe. Watu wengi hawaoni fursa hizi kwa sababu wanatafuta pesa na usalama, na hivyo ndivyo wanavyovipata tu. Mara tu mtakapogundua fursa moja, mtaanza kuziona zingine nyingi milele. Mara tu mtakapofanya hivyo, nitawafundisha kitu kingine. Jifunzeni hili na mtaepuka moja ya mitego mikubwa sana maishani. Mimi na Mike tulichukua vitu vyetu kutoka dukani na kuwapia heli Mama Martin. Tulirudi kwenye bustani kwenye benchi lile lile la picnic na kutumia saa nyingi zaidi tukifikiri na kuzungumza. Tulitumia wiki iliyofuata shuleni pia kufikiri mazungumzo kwa kina sana. Kwa wiki 2 zaidi tuliendelea kufikiri, kuzungumza na kufanya kazi bure. Mwishoni mwa Jumamosi ya pili nilikuwa tena nikimwambia kwa hili Mama Martin, huku nikitazama kwa tamaa stendi ya vitabu vya katuni, comic books. Kitu kigumu zaidi cha kutolipwa hata senti 30 kila Jumamosi kilikuwa kwamba sikuwa na pesa yoyote ya kununua vitabu vya katuni. Ghafla Mama Martin alipokuwa akituaga mimi na Mike, nilimuona akifanya kitu ambacho sikuwa nimemuona akifanya hapo awali. Mama Martin alikuwa anakata ukurasa wa mbele wa kitabu cha katuni katikati. Alihifadhi nusu ya juu ya jarada la mbele na kutupa sehemu iliyosalia ya kitabu kwenye boksi kubwa la cardboard. Nilipomuuliza anafanya nini na vitabu hivyo, alisema, ninavitupa, nachukua nusu ya juu ya jarada kurudisha kwa msambazaji wa vitabu vya katuni ili kupata mkopo anapokuja na vitabu vipya. Atakuja baada ya saa 1. Mimi na Mike tukasubiri saa 1. Muda mfupi baadaye msambazaji alifika na nikamuuliza kama tunaweza kupewa vitabu vya katuni. Kwa furaha yangu alisema, mnaweza kuvipata kama mtafanya kazi kwa duka hili na msiviuze tena. Je, mnakumbuka ushirikiano wetu wa biashara ya awali? Sasa mimi na Mike tulifufua upya tena. Tukitumia chumba cha akiba kwenye basement ya Mike, tulianza kuweka mamia ya vitabu vya katuni mle ndani. Hivi karibuni maktaba yetu ya vitabu vya katuni ilikuwa wazi kwa umma. Tulimwajiri dada yake Mike mdogo aliyependa kusoma kuwa mkuu wa maktaba. Alitoza kila mtoto senti 10 kama kiingilio kwenye maktaba, ambayo ilikuwa wazi kila siku baada ya shule, kuanzia saa 8 mchana hadi saa 10 jioni. Wateja walikuwa ni watoto wa mtaani. Waliweza kusoma vitabu vya katuni vingi walivyotaka kwa masaa 2. Ilikuwa ni dili kubwa kwao kwa sababu kitabu kimoja kiligharimu senti 10, lakini walikuwa na nafasi ya kusoma vitabu 5 au 6 kwa masaa hayo 2. Dada yake Mike alikuwa na wakagua watoto walipotoka ili kuhakikisha hawakukopa vitabu. Pia alikuwa anahifadhi kumbukumbu, akiandika ni watoto wangapi walifika kila siku, walikuwa nani na nani, na maoni yoyote waliokuwa nayo. Mimi na Mike tulikuwa tunapata wastani wa dola 9.5 kwa wiki kwa kipindi cha miezi 3. Tulimpa dada yake dola 1 kwa wiki na tukamruhusu kusoma vitabu vyote vile alivyokuwa akivihitaji ndani ya maktaba. Ingawa mara chache alifanya hivyo kwa sababu alikuwa daima akisoma masomo yake. Mimi na Mike tuliendelea na makubaliano yetu kwa kufanya kazi dukani kila Jumamosi na kukusanya vitabu vya katuni kutoka kwa maduka mbalimbali. Tulidumisha ahadi yetu kwa wasambazaji kwa kutouza vitabu hivyo. Tulivichoma moto vilipokuwa vimechakaa sana
na tulijaribu kufungua tawi jingine, lakini hatukuweza kupata mtu wa kuaminika na mwenye kujitolea kama dada yake Mike. Katika umri huo mdogo, tuligundua jinsi ilivyo vigumu kupata wafanyakazi wazuri. Miezi 3 baada ya maktaba kufunguliwa, ugomvi ulitokea mle ndani. Watoto wahuni kutoka mtaa mwingine walivamia na baba yake Mike alishauri tufunge biashara. Hivyo biashara yetu ya vitabu vya katuni ikafungwa na tukakoma kufanya kazi kila Jumamosi dukani. Lakini baba tajiri alifurahi kwa sababu alikuwa na mambo mapya aliyotaka kutufundisha. Alifurahishwa kwa sababu tulikuwa tumeelewa somo lake la kwanza vizuri. Tulijifunza kufanya pesa ifanye kazi kwa ajili yetu. Kwa kutolipwa tulifanya kazi dukani, tulilazimika kutumia mawazo yetu kubuni fursa ya kutengeneza pesa. Kwa kuanzisha biashara yetu ya maktaba ya vitabu vya katuni, tulikuwa na udhibiti wa fedha zetu wenyewe. Hatukutegemea mwajiri. Sehemu bora zaidi ilikuwa ni kwamba biashara yetu ilikuwa inatuletea mapato hata wakati hatupo pale kimwili. Pesa zetu zilikuwa zikifanya kazi kwa ajili yetu. Badala ya kutupa pesa, baba tajiri alikuwa ametupa kitu kikubwa zaidi. Nakushukuru sana kwa dhati wewe ambaye umetazama video hii kuanzia mwanzo hadi mwisho. Nikukaribishe tena siku ya Ijumaa katika mwendelezo wa part 5 wa tafsiri ya kitabu cha Rich Dad and Poor Dad. Lakini kukumbusha wewe ambaye bado hujasubscribe, tafadhali unaweza ukasubscribe na then kisha alama ya kengele, na utakuwa ukipata taarifa kila wakati ambapo tutakuwa tukiupload parts mbalimbali za kitabu hichi cha Rich Dad and Poor Dad. Na nikukumbusha kwamba hichi kitabu bwana kinahusiana na masuala ya kifedha na kitakufundisha mambo mengi ambayo ulikuwa huyajui kuhusiana na fedha. Mpaka wakati mwingine tena, mimi ni Frank Venant 5.